Kanumba akaenda kweli na tasnia yake au ni maneno ya mitaani? Hapana. Ukweli ni kwamba Kanumba kaenda yeye kama yeye. Tasnia ipo. Sema tu kitu kimoja. Leo Diamond akiondoka, kuna watu wengi sana wata lose interest kwenye muziki, sio kwa sababu industry imekufa. Lakini yule aliyekuwa nampenda yeye, aliyekuwa namfuatilia sana, ameondoka. Kwa anaona bana wewe. Au tuseme kwa sababu ana fan base, watu wengi wanamfuatilia yeye. Ile fan base ndio hicho nachokizungumzia. Ile fan base ya Kanumba ilikuwa ni kubwa sana. Watu hawajawahi kujua huo tofauti. Na hajawahi kutokea msanii mwenye fan base kama Kanumba? Of course, ukimzungumzia mtu kama Ray ana fan base kubwa, ukimzungumzia mtu kama JV wana fan base kubwa. Lakini tu yule mwamba alikuwa amejiweka kwenye klasi yake kule juu. Tasnia haikufa. Mashabiki waliacha kufuatilia, alafu pakaja mabadiliko ya soko. Kumbuka soko la movie lilivyokufa, sio kwamba watu walihamia moja kwa moja kwenye series. Palipita ukiwa pale katikati ambako kulikuwa hakuna kitu watu wanafanya. Watu wakaparanganyika, wengine wakaenda kulima, wengine wakaanzisha biashara nyingine. No, haujanielewa. Kanumba alikufa. Movies zikaendelea. Sawa? Lakini pale katikati, kama unakumbuka kipindi ambacho watu wasanii wameandamana, sijui Steps anatunyonya, sijui anafanya nini, ile soko la movie wakaliua wenyewe pasipo kujua kwamba tunaliua ile soko, tunaenda wapi. Kwa maana yake ni kwamba mwekezaji akaogopa, akarudi nyuma. Mwekezaji hakuogopa, alilazimishwa kuondoka. Kwa hiyo sasa pale zile stress ndio ikawa kama soko industry imekufa. Kwa sababu hakuna mtu anatengeneza kazi, utaitengeneza unaipeleka wapi? Lakini watu sasa wana relate kwa Kanumba kwa sababu ni matukio yalifuatana. Okay, ilikuwa ni kipindi hicho. Kanumba anaondoka, alafu pia kuna mabadiliko yametoka kama revolution fulani. Yes. Wasanii walipokeaje mabadiliko? Yaani kupokea mabadiliko na kuingia kwenye mfumo ilikuwaje? It was hard. Kwa sababu kwanza hujui unaenda kuanzia wapi. Kwa sababu kumbuka mmeliua soko la movie. Hamna stakeholder mwingine ambaye kwamba mtatengeneza kazi mumpelekee. Kwa hiyo sasa inabidi mkae mko wanyonge. Watu wakaanza kufanya kazi za kinyonge. Unaangalia kipindi kile movie watu walikuwa na produce hadi milioni 20, milioni 25. Mtu akaanza kuangalia niingize milioni 25 hapa na irudishaje? Na muuzia nani? Na zingatia kipindi kile hamna soko sijui la YouTube, sijui wapi. Kwa ni either uko kwenye TV au toe CD. CD unazitoa unamuuzia nani?